Mimi bwana nilienda. Kweli kuna mtoto wa mtu nilimzungukia akaniacha bila sababu. Akaanza kunitisha. Unampenda kweli huyu mtoto watu? Sasa mimi nakutengeneza dawa siku 2 ulimwacha akijua dhambi yako sio yao. Kwenye mada ndio tuliweka usika. Mimi na swali langu kwanza usishoka. Je, kuna mmoja kati yenu aliyekwenda kuangaa kumroga mwanaume hivi ala? Tawile. Nikianza kwa mimi upande wangu, mimi bwana nilienda lakini naweza kusema pia sikuenda kwa sababu ulienda yani ulienda moja lakini sikufanikiwa, ndio maana nataka nilitoa. Lakini ulienda nilishia mlangoni. No, kutoka mike sio kweli. Jamani, nilienda moja kwa moja. Nilienda kweli kuna mtoto wa mtu nilimzungukia akaniacha bila sababu. Sawa, ndio. Yani katika ile kuvumilia nikapata ushauri wa mtu. Bana, twende usiteseke. Lakini nilikwenda pale akatuko nje, huyo baba na yule wake nje. Kwa hiyo inabidi ufike pale nje kwanza uongee naye afikirie bwana ndio ninaenda kufanya hiyo kazi. Akaanza kunitisha. Unampenda kweli huyu mtoto watu? Sasa mimi nakutengeneza dawa siku 2 ulimwacha akijua dhambi yako sio yao. Sawa eh? Kwa sasa ile nikamwambia sawa, sasa mimi sinampenda, acha niende. Lakini nilipofika mlangoni yakaja maswali 2 matatu. Swali la kwanza, mapenzi na kuforce sio mazuri, nitaisa kanitesa. Swali la pili ndio niuliza hata utataarifa pale itakuwa under control. Dawa ila ya dawa siku dawa imeisha. Unajua kuna muda dawa sio ni maisha. Haya dawa imeisha na ila kwenda kurenew sina. Nitoa yeye. Kwa nilipokuja kuanza hapo kama kuna siku naweza siku dawa ikawa kwenda kurenew pia niambia kwa sababu unatoka wewe unaenda afu narudi. Kwa nilipoanza kama tiba asili. Kwa nilipoona vile kama kliniki nikasema hapana. Bora tu nimwache kama story yangu basi nitakuja nisema. Kama mimi nilienda sikwenda. Sikumpata kwa sababu sikwenda. Kwa mganga huyo. Yeye mapenzi yake yako. Ndio hapo. Mbona naona kama mmenipa swali ndio mpate iko swali. Tuendelee nijipie nione kama mganga alitafanya au aloshawishi kwenda kule. Ameoa. Yeye ameoa. Yeye mahusiano yake amenyooka. Afu ameoa. Kama ni mwanaume. Aliniona nikiwa nateseka. Ngoja kwanza huyo mwanaume naye mganga alikuwa anamuongea. Hapana, yeye alikuwa na mambo yake. Hamna mwanaume anaenda kumboga mwanamke. Wapo tena. Wapo. Nadhani mimi nimejibu swali lako vizuri. Mimi hapa nilienda kwa mganga jamani, lakini nimeenda tu kwa lengo la kumloga mwanaume. Mimi nilienda sababu nilikuwa na mahusiano yangu. Unaona, kwa na mahusiano yangu nikaona mwanaume simuelewi. Mara nakumbana. Yaani hivi, yaani simuelewi alafu chanzo nilikuwa nafikiria sawa. Mimi kwa nampigia simu. Yeye alikuwa anafanyaje? Hata kaja tu nigafa kwa nini? Yaani kama wazo lilinijia hivi kwamba kwa nini? Kwa nini msikie ghafla? Kuna nini? Au kuna kitu kinipandikiza mpaka kufanyaje? Kumchukia. Yaani nilikuwa tunapendana tu vizuri. Mimi nilienda kutizama. Yaani nilienda kutizama kwamba sababu ni nini mpaka imepelekea ile yaani mimi nisimchukie. Wakati tulikuwa tunapendana vizuri. Mimba. No sana. Nikaenda. Nani nilipoenda? Mbona mganga pale alikuwa na mambo yake na wewe sijui maana yeye wenyewe anasemaga kwamba sisi ndo anaona mimi sijui. Anasema tu kwamba kuna mtu ameingilia kati mahusiano yake. Yaani inamaanisha ni mwanamke. Kuna mwanamke alikuwa sijui anampenda sijui labda alishakuwekana naye huko sijui sijajua vipi. Niseme mimi nilogo na mwanamke mwenzangu. Kwa mimi alinipandikiza chuki nimchukie yule na ni bwana na kweli nilichukia. Alivumilia. Alivumilia.
Amekuacha kwa sababu anamchukia, lakini ni kweli alikuwa anavumilia, lakini katika kipindi naye akafanyaje? Akachoka. Tumeachana muda mrefu. Kwa kitu ambacho jamani. Mamilo. Kwa hivyo mimi nilienda kutazama tu swala, lakini baada ya kugundua kwa waganga inajulikana tu kwamba ni nikubali tu matokeo ni basi. Ukutaka kurudisha? Hapana. Sasa labda mwenzangu hivi kuhusu swala wewe. Mimi ni sema muongo, sema kweli. Sijai kwenda kwa mganga. Ndio kama kama kupanga. Na sio hilo tu. Na niko washangaza tena. Sijai kuseka na mapenzi. Sababu zetu ni unite yangu juu kwa. Mimi si amsema na mapenzi. Yaani kitu ambacho mimi natamani ni kwenda kwa mkosa. Kwa mambo yes, kwa sababu naonaga watu wengi wanasema sijui unaenda unapoona sijui unatibiwa ni kweli una ushahidi maana mpaka utokao kwenda wewe kwani kitu shuhuda wanasemaga kwa muda mwingine singe kama ulikuwepo. Kwa hiyo kitu natamani kwenda kufanya biashara zangu za pilika yes. Na sita unajua mambo ifanya yani naona kama vile sisi ndio tutakuwa ni madini, sisi ndio tutakuwa. Hapana, wanasema madini ni imani yako. Hiyo sio wanajisaulisha ndio naona sisi kwa ndio watu wanajisaulisha. Sijawahi. Sijawahi kuongea pia mambo mengi. Mwaka gani? Nilikwambia niko sijaelewa. Kwa kiora mzima. Na hizo msimamo kwa mganga. Hapana. Unaelewa au la? Bwana sijawahi kwenda kwa mganga. Basi tukuongea. Siongea na mama. Usikilize. Ndio nitakuwa hapo. Kwa ajili ya mahusiano. Sisi tumesema labda niseme hivi. Unajua au labda niseme kwamba eti kuna wengine wanasema kuna mashine na waganga, lakini wote tunatibu wale au wote ndio wanatibu ama vipi? Tofauti. Nadhani mganga alishatunguza. Au inakuwa tofauti kwamba kuna mashine na pia kuna waganga pale. Kama anamuona wafungaji nao unaweza kwa hospitali hapa kuna bango mganga mkuu. Anataka nijue hiyo labda anaweza kwenda kwa manyanga lakini akaenda kwa huyu nani? Kwa vitabu labda kwa wale mashia ambao wanasoma Qur'ani. Sasa huko kusema mganga na maisha wafunguzi. Yaani kana ni kwanza Kiswahili. Lakini kwa kweli sijawahi kwenda. Basi msiwe ni watu ongelea. Kwa hiyo hapa ndani kila mtu mmoja au sadaka. Ile ni mwanaume wa aina gani ambaye anaweza kuwa na nafasi ya kuwa au kuwa na wewe? Ungerudia kwanza kwa mwanaume wa aina gani? Kumbebea. Anaweza kupata nafasi ya kuwa na wewe. Leo natumia vigezo gani limani kama wewe unafaa kwa mtu wake? Mtangazaji. Nikajua kwamba na hawezi. Yaani mimi nilichoelewa kwamba anataka tuelezee mtu wako ndiye naye afadhali. Hapana. Yeye alikuwa hivyo. Mwanaume anageni ambaye yaani unaweza unajua kuna wengine wapo kwenye mahusiano na watu ambao sio ndugu zao. Je, wewe unamwishi wewe mwanaume wako tabia mweusi mfupi mrefu? Mimi kimbelembele sana lakini swali naomba aibu nyingine. Anianza kwanza damamu hapa. Tupate toto. Mimi hapo nitaelezea kwa ufupi jamani. Kuhusu mwanaume ambaye atataeleza kuwa na nini au naangalia vigezo gani ili aweze kuwa na nini. Mimi kitu cha kwanza muonekano sina tofauti kikubwa, akili yake na moyo wake. Akupende basi akili ifanye kazi, moyo ufanye kazi pia. Hata kama unafanya kazi wana mwingine anaweza kaja
Yaani nataka kwa ajili ya kutumia ndio hivyo. Mwanaume mimi naweza kuwa naye kusema ukweli, sidanganyi. Awe mrefu. Mrefu. Mbona sasa unajua mimi mfupi? Yupi? Nani yupi? Wewe nani yule mfupi? Unaona mpaka? Jamani nisaidie Sophie, wewe mjui yule aliyokoshamia vizuri sana. Wewe yule mrefu bwana. Nilipatia sifa ya kwanza. Sifa ya pili. Asiwe mweupe. Mule. Yaani to be honest. Kwenye hela hapo nako kwa zingatiwe. Japo sio nyingi ila kwa hivyo yani something nasema ile mtaweza kawa na hela. Asiwe nini? Toaji. Unategemea mimi kwa kipimo cha kujua kama ana hela. Ina maana ananipa. Akiwa nazo kazifungia mimi sijui kama ana hela. Jamani mmeelewa. Kwa wale na something unasema angalia pembe. Hapo mimi unapenda utatumia hata wako wangu. Kama ukijifanya unipendi pendo wako naisha. Tunatumia wako wangu. Nimemaliza. Pia sio na gugu. Na kweli kuna wengine wana magugu jamani. Ile mambo ya wanasemaga sijui akikupenda anafuatilia sana sijui kila saa simu kila saa uko wapi. Anakuwa mambo inakuwa yes, yani sitaki yani nataka mwanaume akuachie yani uwe huru. Yes, na dogo zangu na mambo yangu ni support, ukishindwa umenishindwa. Na kwa nielekeze uwe charming usiwe na gugu jamani. Tuzo tofauti charming mtu ambaye ni mchangamfu na mtu ambaye ana gugu. Hapo tu. Moja nipeke kwanza jamani. Tupe madini. Mimi bwana mimi sema tu kama nipige kama nikupiga. Mimi anapenda mwanaume mrefu. Asiwe mrefu ni kidiri. Akuzidi. Kuna watu wanafu sana. Wachumba zangu watu wafupi. Yafupi unamjua yule mfupi. Nataka nimuulize wachumba zake wote ni nani? Hatumaanishi Bongozi. Jamani, alafu zidi urefu. Wote kina nani kwanza tumuulize. Wewe tamani. Mimi napenda mwanaume mrefu jamani. Napenda mwanaume mrefu. Moja kabisa. Napenda mwanaume mrefu na black. Yaani ya same mweusi nani mweusi kwa jamani ya kunde. Alafu unataka mtizame sasa wapige. Hawatawachia kama hivi ambao mnachagua. Mnataka wewe. Alafu mkizama nataka mtu yumpe. Uwatie. Hamna dama. Ila huko mtani nimeona watoto sio mbele. Hapo leo kumuuliza. Nikaona mweusi. Ni kweli bwana wanaume weusi pia wanajulikana mwenyewe. Ila vitoto vyao weupe. Baba weupe. Hiyo sasa ni mpango ya Mungu, kwa sababu Mungu bwana naona. Kwa hiyo mimi napenda hivyo na kikubwa kama alivyosema dada Mariam pale awe tuna moyo na upeo wake ni akili zake za kufikirika kwamba baba mimi ni mwanito wangu na kwa moja mbili tatu na tusupportane kwa vitu namna moja ama nyingine. So anakuwa na mtu mtu wa siku yani kwamba ni mtu mmoja mmoja mpaka ni sawa. Nakosa maneno lakini ni shoti ni mule tumseme. Na wengi. Nakaribisha dada. Dada swali limemchapa mauso. Nashinda hata kumjibu jamani. Kumye. Ujibu lazima. Ni lazima. Ujue. Sasa nikaona mtu nje kwa kusema nao kuna type yako. Kuna vitu yake. Yeah. Mbona hivyo kwenye hili swali mmenikosa? No, sio kweli. Basi tuseme ni yoyote yule awe mrefu, mfupi, mweupe, mnene, yoyote sawa.
Usijali, sisi tutajali kwa makosa ya kiufundi. Kama ulikuta mweupe, sisi tunasema kama mweupe tutakuelewa. Au unaweza kataja moja. Sawa. Au msiki. Yaani mweusi kasema ni mweusi, lakini ni yoyote, awe mwembamba awe mnene. Mwanaume mfupi hapana. Sasa mbona tunarudi tena pale. Mbona mimi niambia wote ni weusi, na wewe unasema hivi, unasema afeni Yaani awe mweusi afu mrefu. Basi. Na hela kama kawaida. Sasa nadhani maswali tutakuwa tumejibu.